Kwa majina naitwa Mhifadhi Mwandamizi Fabian Balele, ni mhifadhi misitu wa wilaya ya Shinyanga kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Misitu ni chanzo kikubwa sana, inachangia kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana na upatikanaji wa mvua. Kwa hiyo wananchi wengi ambao wanazunguka eneo la Mwantini, msitu huu wa Mwantini ni wakulima. Sasa wakulima, kama tunavyojua kwamba kilimo chetu bado kwa kiasi kikubwa kinategemea mvua. Sasa uwepo wa ule msitu unasababisha kwa kiwango kikubwa upatikanaji wa mvua. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii ni kwamba tuweze kushirikiana kwa pamoja, waweze kuona kwamba msitu ni sehemu yao ya maisha na msitu ule ni kwa ajili ya maisha yao, na wautunze na watambue umuhimu wa ule msitu. Kwamba sisi TFS kwa kushirikiana na taasisi nyingine tunawasaidia wananchi wanaozunguka lile eneo, kwa maana ya kwamba tumeanza kuwapelekea mizinga kama nilivyosema hapo awali kwamba sasa kuna mizinga takriban 190 ambayo imeshawekwa katika ule msitu kwa kijiji cha Kilimawe, Shatimba, Mwawaza pamoja na Negesi, ili waweze moja kwa moja kujihusisha na ufugaji wa nyuki, ili waweze kupata faida ya moja kwa moja inayotokana na ule msitu. Kwa hiyo mwitikio kwa sasa ni mzuri, na wito wangu ni kwamba tuendelee kushirikiana ili tuhakikishe kwamba msitu ule unaendelea kuimarika, unaendelea kuboreka na kwa faida ya sasa, ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Wito wangu kwa viongozi wa serikali za vijiji katika maeneo ambayo yanazunguka msitu wa Mwantini ni kwamba tuendelee kushirikiana kwa pamoja, sisi wahifadhi pamoja na wao, tushirikiane katika kuelimisha wananchi ili waweze kutambua umuhimu wa uwepo wa ule msitu, kwamba msitu ule ni kwa ajili ya faida yao wao wananchi moja kwa moja. Viongozi waweze kuwa sehemu ya uhifadhi wa ule msitu, kwa maana ya kwamba waweze kutoa support kubwa na waweze kutusaidia, tuweze kusaidia nao katika kuelimisha wananchi ili waweze kufahamu kwamba msitu ule si kwa sababu ya labda viongozi ama kwa wataalamu, hiyo ni kwa sababu manufaa yake ni kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo viongozi wote tushikamane, tutambue kwamba msitu ule tunatakiwa tuuhifadhi, tuweze kuulinda, tukomeshe shughuli za uingizwaji wa mifugo mle ndani, tukomeshe shughuli za uchomaji wa mkaa mle ndani, tukomeshe shughuli za ukataji wa miti kwa ajili ya kuni mle ndani, na tukomeshe shughuli za uchimbaji wa udongo ama utoaji wa mchanga mle ndani. Yaani shughuli zote za kibinadamu ambazo haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria ya misitu sura namba 323 zisifanyike kama nilivyozitaja hapo awali. Kwa jina naitwa CO2 Franaeli Sumari kutoka TFS Shinyanga. Kwa TFS pia tunajishughulisha na shughuli za ufugaji wa nyuki. Ufugaji nyuki ni kitendo cha kuandalia nyuki makazi na kuwamiliki kwa lengo la kupata mazao ya nyuki na huduma zitokanazo na nyuki. Mazao ya nyuki ni kama asali, nta, gundi, chavua na mengineo. Lakini pia huduma ambazo tunaweza tukazipata kutokana na ufugaji wa nyuki, kuna huduma za uchavushaji wa mimea mbalimbali ikiweko mimea ya chakula na isiyo ya chakula. Lakini pia nyuki wanatumika kwa ajili ya ulinzi. Hapo mwanzo tunaangalia mwanadamu alikuwa anaenda porini kwa ajili ya kuwinda ama kurina asali kwenye mapango na ya miti na miamba. Lakini mwanadamu akaona huduma hii ya upatikanaji wa hayo mazao ya nyuki inakuwa mbali na inatumia muda mrefu, na inaweza ikaleta conflict kwa ama usumbufu zaidi kwa jamii, kwa sababu anaenda pia kwenye mapango ama miti ambayo sio ya kwake. Ndiyo mwanadamu akaamua swala zima la ufugaji wa nyuki. Katika mkoa wetu wa Shinyanga ama wilaya yetu ya Shinyanga, kuna vikundi ambavyo tunajihusisha navyo ambavyo tumeshatoa elimu ya ufugaji wa nyuki, na baadhi tumeshavipa eneo la kufugia, ambayo kuna vikundi kama 6 vinafugia katika msitu wetu wa hifadhi ya Mwantini ili waweze kupata mazao ya nyuki. Lakini vile vile kwa njia hiyo msitu wa hifadhi ya Mwantini unahifadhika. Napenda kushauri jamii ya Watanzania na Shinyanga kwa ujumla tuingie kwenye suala zima la ufugaji wa nyuki ili tuweze kupata faida zitokanazo na kuuza mazao ya nyuki, lakini pia zile huduma za nyuki. Taaluma ya ufugaji nyuki ni taaluma ambayo bado haijaguswa sana,
na tunashauri Watanzania waweze kuingia kwa sababu tuna rasilimali makundi ya nyuki, lakini pia tuna rasilimali ya uoto wa asili ambao unatusaidia sana katika swala zima la ufugaji wa nyuki na kuweza kupata mazao yatokanayo na nyuki ili kuweza kuinua kipato cha jamii, kuinua kipato cha mtu mmoja. Ufugaji nyuki ni kazi ambayo inaweza ikafanywa na makundi mbalimbali, ikiweko wazee, vijana na hata wamama. Ni kazi ambazo mtu yoyote yule anaweza akaifanya. Hofu kama ulivyosema, sangine watu wanaogopa nyuki kwa sababu nyuki pia usipomtunza vizuri anaweza kaleta madhara. Kwa hiyo tunashauri watu wafuge nyuki, lakini sambamba na hilo wawe na mavazi ya kujikinga na nyuki. Lakini pia pawe na umbali kidogo, tusije tukafugia wale nyuki katika mazingira ambao wanadamu wanaishi, kwa sababu wanaweza kaleta changamoto. Hivyo nyuki ni vizuri akakaa mbali ama akafugiwa porini, sehemu ambako mwanadamu kufika pale ama sehemu za kijamii kufanyika katika mazingira yale inakuwa ni ngumu kidogo. Kwanza ukiangalia katika swala zima la ufugaji wa nyuki, huwa baada ya kuwa na ile mizinga na mavazi ya kujikinga, lazima uwaga tunaangalia eneo la ufugaji nyuki. Eneo la ufugaji nyuki zina sifa. Sifa mojawapo ni kwamba katika eneo la ufugaji wa nyuki, sifa mojawapo ni kwamba kuwe na mimea yenye kuchanua ambayo tunaita mimea ya nyuki ama melliferous plant. Hii mimea iwe inachanua kwa nyakati fulani, sio kipindi chote kwa mwaka, hapana. Iwe inachanua kwa kipindi fulani na baada ya hapo yale maua yanaondoka, ama kipindi cha kiangazi kinaondoka. Ikichanua kipindi chote cha mwaka, nyuki wana tabia ya kutokuweka asali. Ni kwa nini? Sababu chakula kiko muda wote. Lakini ile mimea ikichanua kwa wakati fulani, nyuki waga wanahifadhi chakula ili kipindi cha kiangazi kiweze kuwasaidia. Kulingana na rasilimali tulizonazo wa Tanzania, Mungu ametubariki misitu, ametubariki mimea aina mbalimbali ambayo inaweza katoa mboji. Lakini Mungu ametupa neema ya kuwa na makundi mengi ambayo tunaweza tukajipatia asali. Basi niweze kuhamasisha jamii ya Watanzania, jamii ya Wanashinyanga, tuweze kuingia kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki. Kwani ni sekta ambayo bado haijaguswa kama sekta zingine, ambayo ukiwa wa kwanza kuingia ama wale wa kwanza kuingia waga wananufaika zaidi. Pia ufugaji nyuki unaweza ukatusaidia kupata fedha za kigeni ambazo zinatokana na uuzaji wa mazao ya nyuki kama asali, nta, gundi na chavua. Lakini pia asali inatusaidia kupata afya. Tunavyokula asali tunapata afya, miili yetu inakaa vizuri. Kwa hiyo karibuni kwenye swala zima la matumizi ya mazao ya nyuki na ufugaji wa nyuki. Tanzania kijani inawezekana kupitia ufugaji wa nyuki. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki TFS.